Okay, kwa majina naitwa Charles Chigabilo, ni safety officer wa kampuni ya ESAP Mining Services, na ESAP ni kampuni ya kizawa, makao makuu yetu yapo Geita, na shughuli zetu kubwa ni uuzaji wa baruti kwa maana ya wachimbaji wadogo wadogo, wakati na wachimbaji wakubwa pia. Lakini pia kwa sasa tunacho kiwanda ambacho ni cha kwetu, kinazalisha moja ya vilipuzi ambavyo tunafanyia kazi katika shughuli zetu. Na hivyo shughuli zetu ni kuwarahisishia wachimbaji wadogo wadogo wanapokuwa wamefika kwenye mwamba mgumu, tunafanya blasting au kufanya ulipuaji, hasa kwa wachimbaji wadogo wadogo kama nilivyosema, wakati na wakubwa pia. Lakini pia kama mtu ana shughuli zake za kware, kwa maana anahitaji kokoto, tunafanya blasting. Lakini pia kuna watu ambao wana viwanja vyao, unakuta kiko kwenye mawe makubwa ambao yanaweza kumtatiza kufanya ujenzi, pia tunafanya hizo blasting ambazo zaidi kwa kuzingatia usalama wa mazingira ya watu, makazi kwa ujumla na mazingira yote kwa ujumla. Na hivyo shughuli zetu tunafanya kazi na kampuni mbalimbali. Tunafanya kazi na kampuni ya Bakrip ambayo ipo pia Geita, tupo New Luika Mbeya, lakini pia tuko kwenye mradi wa bomba la mafuta EACOP kwa Singida na Manyara, na sasa tunaendelea kujitanua, tumeingia mpaka kwenye upande wa drilling. Kwa tunafanya drilling, tunachimba mashimo na kulipua pia. Kwa hiyo tunawakaribisha watu mbalimbali, na sasa tupo mkoa wa Njombe, lakini zaidi ni watu walitambue kampuni ya ESAP ambayo ni kampuni ya wazaa. Mkurugenzi mtendaji anaitwa Engineer Yahaya Puyaga, akishirikiana na bodi ya wakurugenzi wenzie, ni wazawa wote, kwa ni kampuni ya kizawa. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wa mkoa wa Njombe na Watanzania kwa ujumla kuikaribia ESAP, tuwahudumie. Tupo live popote pale ambapo mtu akituhitaji kwa ajili ya kumhudumia. Mikoa ambayo tunafanya kazi ni mkoa wa Mbeya, tupo Singida, tupo Manyara, tupo mkoa wa Mara, Geita yenyewe, tupo Shinyanga, lakini pia tunafanya kazi na mkoa wa Kagera, Kigoma, lakini pia tunafanya kazi hata nje za nchi. Tuna watu ambao tuna supply pia bidhaa zetu nchi ya Kongo, Burundi na Rwanda pia. Hayo ni maeneo ambao pia tunafanya nao kazi. Wananchi kwanza ni moja ya kuwafikia wananchi. Ukiingia kwenye mitandao yetu, tupo mitandao yote ya kijamii tunapatikana, lakini tuna website yetu ambayo ni esap.co.tz ambayo mtu akiingia pale atatupata ESAP. Lakini pia kama hivi ambapo tumekuja kwenye maonesho, ni watu wanapaswa kutufikia kwenye banda letu kwa ajili ya kupata huduma zetu. Lakini pia kiofisi tunapatikana Geita, tupo Mbeya, lakini pia kote ambako nimepasema tuna watu wetu ambao pia tunafanya nao kazi. Kitu cha msingi ambacho kama ESAP pia tunakizingatia ni kuhakikisha wafanyakazi wetu wote ambao tunafanya nao kazi wanakuwa salama. Wanakuwa salama kwa namna gani? Mimi pia kama mwakilishi wa kitengo husika cha usimamizi wa masuala ya usalama mahala pa kazi katika kampuni yetu ya ESAP, ni kuhakikisha tunatoa elimu kwa wafanyakazi kuzingatia taratibu zote, na wanapata mafunzo ya kutambua vihatarishi, na baada ya kupata vihatarishi na ni kwa namna gani wanazuia vihatarishi hivyo. Na wakati ambapo sasa vihatarishi mnashindwa kuviondoa kabisa kazini, tunahakikisha kwa shughuli zetu zote tunazofanya, kwanza ni kutoa mafunzo kwa wafanyakazi ili pia wafanyapo kazi waweze kuwa salama. Tunafanya hivyo kwa ajili ya kutoa, hasa kwa maana ya kofia ngumu kama mtu anafanya kazi kwenye mazingira ambapo pengine vitu vinaweza vikadondoka. Kwa mfano kama tunacho kiwanda ambacho tunazalisha baruti ambayo inaitwa immersion, ambao wakati mwingine fumes zinatoka, hivyo ni watu nasisitiza kuvaa respirator ili kwa ajili ya kulinda mapafu yao. Pia kwenye vumbi ambapo tunafanya hizi drilling, tunaomba watu kuvaa earplug, na earplug kwa maana ya kelele, lakini pia dust mask kwa ajili ya kulinda mapafu yao. Lakini kubwa zaidi ni kuwafundisha watu kutambua vihatarishi na namna ya kudhibiti. Pale panaposhindikana sasa kuviondoa vihatarishi, ndio tunashauri matumizi sahihi ya vile vifaa vya kukinga na usalama kwa maana ya personal protective equipment, ili mtu aweze kuwa salama kazini na hata nyumbani pia na maisha yake ya baadaye, ili hata kama ametoka kazini asije kuamka, bwana nilikuwa nafanya kazi na kampuni fulani au sehemu fulani iliumia hivi. Hivyo akiwa ESAP tunaamini yuko salama, kwa sababu taratibu zote za kiusalama tunazizingatia.